sisi kama jamii tuna mambo mengi ya kujifunza, lakini nimechukua mambo machache. Tumwangalie huyu bwana. Huyu bwana anaitwa Yuda Iskarioti. Yuda Iskarioti alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu katika wale 12, kwa maana kwamba alichaguliwa na Yesu kuingia kwenye timu ya wanafunzi wa Yesu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Nataka nikupe kwanza utangulizi wa huyu. Utangulizi wake nao pia introduction yake ni nzuri sana. Hebu isikilize kwa makini. Yuda Iskarioti, au tuseme Yuda, jina lake kwa Kiebrania au kwa lugha yao linatamkwa Yehuda. Yehuda kwa Kiebrania inatamkwa Yehuda, lakini sisi katika Kiswahili tunaliita Yuda. Tunaliita Yuda likiwa na maana ya sifa. Tuko pamoja? Yaani unaposema Yuda, maana yake unasema sifa. Of course ni sifa za kumsifu Mungu. Wazungu wangeita praise. Kwa hiyo wale waliokuwa wanaimba praise, tunaweza tukasema walikuwa wanaimba Yuda. Walikuwa wanaimba Yuda za Mungu. Tuko pamoja? Walikuwa wanaimba sifa za Mungu. Jina Yuda ni zuri sana. Of course katika Biblia kuna mayuda wengine, ukiacha huyu Yuda Iskarioti, kuna mayuda karibia 9 wengine ambao hawakufanya vibaya kama huyu. Lakini hebu niambie, jina la Yuda watu wote wanalichukia kwa sababu ya huyu Yuda Iskarioti. Kuna mtu anaitwa Yuda? Una ndugu yako anaitwa Yuda? Au jirani yako umeshawahi kumwona? Lakini jina la Yuda ni baya? Sio baya. Huyu ndio alikuwa mbaya. Sasa lile jina ameliharibu, na jina lilikuwa na maana nzuri ya kumsifu Mungu. Ameliharibu jina la Yuda kiasi kwamba hakuna mtu utamwona anaitwa Yuda. Wachache sana. Mimi toka nimeanza kuwaona Yuda dunia nzima, pengine nimeshawahi kuona 2 au 1. Yuda. Tena nafikiri mmoja ndio namkumbuka. Nilisoma naye sekondari. Tukawa tunamuuliza kwamba wewe ulimsaliti Yesu kwa nini? Wakati sio yeye. Na yeye kumbe alichukua Yuda alichukua jina la Yuda sio kwa sababu Yuda Iskarioti. Alichukua Yuda kwa Yuda wengine ambao wanapatikana katika Biblia. Kwa hiyo Yuda Iskarioti tunamwona kwamba ameitwa Yuda Iskarioti, lakini yeye ni mwana wa Simoni. Biblia inamtaja Yuda mwana wa Simoni. Lakini kwa nini anaitwa Iskarioti? Iskarioti ilikuwa ni kijiji au tuseme kitongoji ambacho alikuwa anaishi. Kilikuwa kinaitwa Kerioth Hebron. Sasa wanaposema Yuda Iskarioti walikuwa na maana Yuda mtu wa Kerioth. Kerioth sio baba yake, au Iskarioti sio baba yake, ila Kerioth au Iskarioti ni kitongoji ambacho alikuwa anatoka. Kama vile ambavyo alikuwa anaitwa Yesu Mnazareti. Mnazareti sio baba yake. Yesu sio Mnazareti. Mnazareti ni sehemu ya pale alipokuwa akiishi Nazareti. Tuko pamoja? Au kama vile anavyoitwa Mariam Magdalena. Mariam Magdalena, Magdalena sio baba yake, ila Magdalene kwa Kiingereza, lakini ule mji ulikuwa unaitwa Magadala. Alikuwa ni Mariamu wa Magadala. Sasa kwa Kiingereza unasema Magdalene, yani mtu wa Magadala. Alikuwa ni Mariamu wa Magadala, sio baba yake Magdalene. Tuko pamoja? Kwa hiyo Yuda Iskarioti sio baba yake, bali yeye alikuwa ni mwana wa Simoni, ila alikuwa ametoka Kerioth. Sasa unamwona katika ile timu ya watu 12 wa Yesu, ni yeye peke yake alikuwa ametoka nje ya wilaya ya Galilaya. Wengine wote walikuwa ni wa Galilaya. Yeye alikuwa ni mtu wa Kerioth. Ndio maana alikuwa anaitwa kwa jina la Yuda Iskarioti, yani mtu wa Kerioth. Tuko pamoja? Wale wengine wote na Yesu mwenyewe walikuwa ni watu wa Galilaya. Lakini sasa tunamwona yuko kwenye timu hiyo ya Yesu Kristo, na
amechaguliwa kuwa mwanafunzi wa Yesu, akihudumu. Alikuwa na hudumu, tena alipewa nafasi nzuri ya kushika pochi. Kazi ya kushika pochi sio mchezo. Huyu jamaa alipewa kazi ya kushika pochi, akawa mwizi, akawa anaiba hela za Yesu. Akawa anaiba hela za Yesu. Kazi ya kushika pochi ni mpaka uwe mtu ambaye umebadilika. Sasa tunamwona kwamba alihubiri, lakini pia alishuhudia miujiza mingi mikubwa, kitu ambacho hakubahatika kukipata ni kubadilika. Amehudumu, amekuja kanisani, ameitwa na Yesu, anakaa na Yesu, anatembea na Yesu, lakini hakubadilika. Akabaki kama alivyo. Yuda Iskarioti. Somo hili linatufundisha jambo muhimu, kuwa karibu na Yesu hakumaanishi kumjua. Kuwa karibu na Yesu, unaweza ukawa karibu na Yesu sana, lakini haimaanishi kwamba sasa umemjua Yesu, kwa sababu umekuwa Yesu. Kuwa karibu na Yesu kuna hitaji hatua nyingine ya kubadilika ili ufanane naye. Lakini kama unakuwa tu karibu na Yesu, haujafanana naye, haujabadilika, kuwa karibu naye haikusaidii kitu chochote. Yuda alikaa na Yesu usiku na mchana miaka 3 years. Miaka 3 mikavu. Lakini akaishia pale alipoishia. Hakuwa karibu na Yesu. Tena alioshwa miguu na Yesu. Yuda Iskarioti akaoshwa miguu na Yesu. Sio tu kukaa karibu, akaoshwa miguu, akalishwa mkate, lakini hakubadilika. Toka umeokoka una miaka mingi. Je, umebadilika? Je, umebadilika? Umefanana na Yesu? Au bado una rangi ile ile? Muulize, bado una rangi ile ile? Miaka 16. Huyu jamaa alikaa na Yesu miaka 3 kavu. Yuko vile vile. Amefanywa kila kitu na Yesu, lakini yuko vile vile. Muulize, je, uko karibu na Yesu? Muulize tu, wewe muulize, hata kama akinuna, wewe muulize tu kwamba uko karibu na Yesu? Yesu amekufanyia nini? Tumesikia hapa unaimba amekufanyia mengi, unasema asante. Kweli, sawa, sasa amekufanyia mengi. Umebadilika? Au uko vile vile? Yuda hakubadilika. Kwa hiyo tuna kitu kizuri cha kujifunza kutoka kwa Yuda, kwamba tusiwe kama Yuda. Kwamba ifike mahali fulani sisi tufanane na Yesu, tubadilike. Amen. Nilisema kwamba Yesu alimchagua kama alivyowachagua wengine. Yuda akapata fursa ya kujifunza neno la Mungu, la kukua, kubadilika na kutumika. Katika ule wito ambao aliitwa na Yesu, alipata hii fursa. Lakini sijui kama alijifunza au alikuwa mwanafunzi ambaye yuko darasani haelewi. Unajua kuna wanafunzi wanakuwa yuko darasani lakini haelewi chochote kila ambacho mwalimu anafundisha. Kwa nini? Kwa sababu labda amelala darasani, au labda amesinzia darasani, au labda ameamka darasani, au labda anapiga kelele darasani. Yuda hakubadilika. Yuda hakubadilika. Pamoja na fursa yote, Yuda hakubadilika. Yuda alitembea na nuru, lakini yeye akapenda giza.
Sikiliza, ngoja nikupe mfano huu ambao mimi napenda kujitolea mfano mimi mwenyewe. Wakati bado niko kijana, nikaenda na marafiki zangu kwenye njonjo. Tulikuwa sisi tunaita kwenye njonjo party hivi za kula hivi. Tulikuwa tunapenda sana kula vipikwa vinyama vinini, mshikaka, soda. Nikaenda, ilikuwa ni njonjo ya usiku, party ya usiku. Mimi nikavaa shati jeusi, ushamba gizani, alafu navaa shati nyeusi. Sasa wenzangu nikaona wanavaa mashati meupe na mengine yale. Tulipofika pale kwenye njonjo, zilikuwepo disco light, zile taa za kufanya vipi. Yaani wenzangu nikaona wamependeza kabisa, wakawa wanang'aa hivi mashati yao, yani yakachukua zile taa. Yakawa nikijiangalia mimi hivi jeusi, hata alifanya hata hivi, hata kukabia halikabi, shati jeusi. Wenzangu wakapendeza. Nikasema nani aliniambia kuvaa shati nyeusi? Shati nyeusi iweke kwenye taa yoyote, iweke kwenye taa ya blue itakuwa nyeusi, iweke kwenye taa ya njano itakuwa nyeusi, iweke popote itakuwa nyeusi. Lakini ukija na shati ya nyeupe, ukiingia kwenye njano inakuwa njano, ukiingia kwenye nyekundu inakuwa nyekundu. Okay, yani inakuwa inachukua ule mwanga, inavala. Tuko pamoja? Moyo wa Yuda kwa Yesu ulikuwa kama shati yangu nyeusi. Ulikuwa haunasi zile frequencies za Yesu, ukabaki vile nyeusi. Tuko pamoja? Unatakiwa uje kwa Yesu, ubadilike, ufuatane naye. Zile taa kiwaka kijani kwa Yesu, ambaye inaruhusu kwenda wake na wewe kijani, kwa sababu una nguo ambayo inabadilika kufanana na yeye mwenyewe aliyekuita. Tuko pamoja? Tuangalie sasa tabia za wazi ambazo zilionekana kwa huyu Yuda, ambazo hasa ndio tunataka kujifunza kutoka hizo, kwamba tabia zilizoonekana kwa Yuda, ya kwanza ni tamaa. Andika tamaa. Tabia ya kwanza iliyoonekana kwa Yuda ni tamaa. Tamaa kwa sababu huyu bwana alionekana alikuwa mwizi. Hebu tusome kwenye ile Yohana 12 mstari wa 6. Alionekana anadokoa fedha kwenye ule mfuko ambao alikuwa amepewa kushika. Yesu alipokuwa akitembea duniani, kuna watu walikuwa wanatoa sadaka kwenye huduma yake. Sasa wanapotoa sadaka, anayeshika ile fedha ilikuwa ni Yuda. Ndio bwana fedha, ndio mtunza hazina mkuu wa timu ya Yesu. Sasa alifanya nini? Hebu soma pale tafadhali. Kitabu cha Yohana sura 12 mstari wa 6. Naye aliyasema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi. Kwa sababu ni mwivi. Naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Yeye ndiye alikuwa anabeba pochi ya Yesu, akawa anaiba. Amekaa kwa Yesu, anamuibia mpaka Yesu. Sika unanielewa? Jina lake linasema ni sifa, lakini anamuibia mpaka Yesu mwenyewe. Watu wanatoa sadaka, yeye anaiba. Lakini kwa nini anaiba? Ni tamaa. Na tamaa ukiwa na tamaa ni mlango wa kuingiliwa na shetani. Hata kama haijalishi umesimama upande gani, haijalishi umekaa na nani, haijalishi una cheo gani, haijalishi una uzuri gani, haijalishi una ubaya gani, ikishaingia tamaa, ujue umetengeneza mlango wa shetani kukuingia. Shetani hawezi kuingia hivi, ni mpaka umtengenezee mlango mkubwa sana wa kukuingia shetani ni tamaa. Takuonyesha jinsi ambavyo uliingia kwa Yuda Iskarioti. Mpaka leo
tunamwona Yuda Iskarioti ni mtu wa ajabu. Sasa tabia ya pili ambayo tunaiona pale, tabia ya pili ni unafiki. Tabia ya pili ni unafiki. Kuna watu wanaita unafikuna. Wengine wanaitaga unafikuna. Huyu jamaa kama ni unafikuna, alikuwa ni mnafikuna kweli kweli. Yuda Iskarioti. Mnafiki. Alikuwa ni mnafiki. Hebu sikiliza hapa maneno yake. Tumsikilize maneno yake hapa. Nisomee tusikize maneno ya kinafiki. Nisomee kwenye ile sura ya 12 hiyo. Sawa? Anzia mstari wa 4 mpaka wa 5. Anzia mstari wa 4 mpaka wa 5. Mstari wa 4 na Mungu inasema, basi Yuda Iskariote, mmojawapo wa wanafunzi wake, mmojawapo wa wanafunzi wa Yesu, ambaye ndiye atakaye kumsaliti, akasema, ndio, mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari 300? Haikuuzwa kwa dinari 300. Wakapewa maskini. Si ndio? Huu ulikuwa ni unafiki wa nani? Wa Yuda. Kwa nini tunaita unafiki? Alikuja Mariamu, huyo Maria, alivyokuja huyo Mariamu akavunja marhamu ya thamani yani ile marhamu ilikuwa na thamani kubwa, akaivunja, akaanza kumpaka Yesu kwenye miguu. Yule Yuda amekaa pale, akaanza kumponda yule mwanamke. Akanisema, huyu mwanamke anafanya mambo ya kijinga. Hii marhamu anaimimina kwenye miguu ya Yesu, ingeuzwa, zingepatikana dinari 300, tukawapa maskini. Uongo. Kwa sababu zingeuzwa ile dinari 300, zingewekwa kwenye akaunti ya benki ya fedha, na yeye ndio mbeba fedha, angeiba. Yaani alikuwa anasema hivyo, kwani kupakwa Yesu ni vibaya kuliko kuwapa maskini? Eti ni kipi bora, kumpaka Yesu au kuwapa maskini? Kumpaka Yesu ilikuwa ni bora zaidi, lakini jamaa kwa sababu alikuwa anataka zile fedha ziingie wapi? Kwenye akaunti ambayo yeye ndio anashika, ili aibe. Na ndio maana Yohana anatuambia waziwazi kabisa. Hebu endelea mstari hapo. Anasemaje? Mstari unaofuata. Naye aliyasema hayo si kwa kuwahurumia maskini. Hakuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi. Kwa sababu ni mwizi. Naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Unafiki, anajifanya anawapenda maskini, kumbe anataka kuiba. Tuko pamoja? Kuna mtu ananielewa? Kuna unafiki ndio ilikuwa tabia ambazo tunaziona za waziwazi za nani. Unafiki ni kuvaa sura ambayo sio yako. Nani ameshawahi kukutana na wanafiki? Hii dunia imejaa wanafiki. Imejaa unafiki. Mimi nitakupa mifano michache ya unafiki. Unafiki ni kuvaa sura isiyo yako. Yaani mtu unamuona yuko hivi, kumbe hayuko hivyo. Au anajifanya yuko hivi, kumbe hayuko vile. Na kwa sababu ya tabia hizi mbili za Yuda, kanisa leo liko chini. Kwa sababu ya tamaa, kanisa liko chini. Kwa sababu ya unafiki, kanisa liko chini. Watu hawana ukweli, hawana sura zao halisi, wana sura bandia. Sura bandia ndio zimetufikisha hapa. Ya Yuda, anajifanya anapenda maskini, kumbe anataka kuiba. Siku moja nilimkuta mke wangu anaangalia tamthilia moja wakati tuko kule nyumbani. Mimi huwa sizipendi sana kuziangalia, lakini sasa niliangalia, ikanipa somo moja.
Kuna house girl moja alikuwa hapendwi na yule mama mwenye nyumba. Yule house girl ameletwa na baba mwenye nyumba. Sasa yule mama mwenye nyumba alikuwa anampa mkongoto kila siku. Yule house girl yani alikuwa anapigwa mkongoto. Anakatazwa kukaa kwenye kiti, sio anafanya nini. Sasa nikaa naangalia ile tafsiri ni uzi kweli. Lakini nikaona kuna somo, anapigwa mkongoto kwenzi. Sasa siku moja wamemkuta, "Anakaa kwenye kiti, anakaa kwenye koshi, kaa chini." Wakamvuta. Yuko yule mama mwenye nyumba yuko na mama yake. Mama yake ambaye sasa kaa chini, akavutwa, akaburuzwa, akatupwa chini, akakaa chini pale. Alafu akaanza kula kwenzi za uhakika kwenye kichwa. Sasa wakati wanaendelea kumpiga zile kwenzi, baba mwenye nyumba naye akawa ameingia, akaingia mlangoni, akaishia tu ile kwenzi ya mwisho. Wakati inafika kwenye kichwa, ikabadilisha, akasema, "Hii na wewe nywele zako hizi, yani hata uzipeleki saruni." Yani sasa leo itabidi uende saruni. Yani wewe nywele hauja. Unafiki. Yani ile kwenzi ikabadilishwa kwa sababu ameingia yule, ikabadilishwa yani nywele zako yani hizi leo lazima uende saruni. Yani jamani, toka sasa hujaenda saruni, unamkataza kukaa kwenye kiti, utampeleka saruni. Kwenye kiti unamkataza asikae, utampeleka saruni. Unafiki. Wanafiki. Unafiki ni sura ambayo mtu anajipresent au anajionyesha, lakini kumbe hayuko vile. Siku moja tena, wakati niko mchungaji mahali fulani, namshukuru yule mama kwa sababu hakuwa mnafiki. Iliingia kwenye ile familia. Kuna familia zingine za Wakristo zina unafiki. Lakini namshukuru yule mama kwa sababu yeye hakuwa mnafiki. Nilikuta walikuwa mmaliza kugombana na mume wake. Tena walikuwa wanagombana. Sasa mimi kweli sikusikia ugomvi. Kwa sababu nilifika tu pale, najua naenda kwa mpenda. Hodi! Karibu. Mchungaji, karibu. Yule mzee akanipokea. Kumbe alikuwa ameshakunja ngumi, anataka kumnyunda mke wake. Alivyoniona, "Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe sana." Bwana Yesu asifiwe. Yule mama akasema, "Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe hapa. Hakuna cha kusifiwa Bwana Yesu. Umenikuta huyu jamaa ananipiga." Alikuwa ananipiga. Nikasema, mimi nikainama tena, sasa mchungaji, bibi, hasifiwi Yesu hapa baba, yani umekuja umeninusuru. Nilikuwa napata kipigo. Yule mama alikataa unafiki, lakini kuna wengine wanapigwa. Akiingia mchungaji, "Salama tu mchungaji, sisi amani tu." Ukimuuliza, mbona mdomo hapo kama hii, "Nilikuwa nakunywa juice ya rangi." Kumbe damu ameshatandikwa. Anakutanganya alikuwa anakunywa juice. Juice gani ya kuvimbisha na mdomo? Na mdomo umevimba na uso umevimba. Lakini unafiki, unajifanya kuna amani, lakini kumbe kuna shida. Unajifanya kuna furaha, lakini kumbe kuna tatizo. Sema kama kuna tatizo, uepuke unafiki. Sema kama ipo shida, ili kusudi usaidiwe. Utasaidiwaje sasa kama wewe unaficha? Unafiki umeharibu hata familia, umeharibu kanisa, umeharibu jamii, umeharibu hata nchi yetu ya Tanzania. Tunao wanafiki wengi sana. Umejaa kila mahali, kila kona. Lakini kumbe ndio zilikuwa tabia za Yuda Iskarioti. Nafiki. Kuna watu wengine wanafanyaga unafiki hata watoto wao. Fanyia watu. Baba unakuta ni mkali kama pilipili kwa watoto wake, au mama ni mkali kama pilipili kwa watoto wake. Piga watoto, sema kwa kelele,
Fokea, fanya nini? Sasa wawepo wageni. Anawapenda kuliko Jojo. Anawapenda kuliko Jojo. Mnataka nini? Niwapeleke bichi? Bichi. Hata mtoni hujawahi kuwapeleka, utawapeleka bichi. Kila siku anawapiga, lakini leo eti anaambia anapiga bichi kwa sababu ameona kuna wageni. Tena nilitaka niwaletee sambusa, hajaleta. Anajikk kwa nani? Kwa wageni. Aonekane kwamba anapenda wale watoto. Lakini piga watoto, tesa watoto wake mwenyewe, amewazaa yeye mwenyewe. Mnafiki. In fact, kwa kifupi mnafiki anaweza kukuchekelea hivi, au unaweza ukacheka naye lakini mnafiki, ngoja nimalizie na mfano huu alafu nikuonyeshe hatua nyingine. Unataka umjue mnafiki? Uwe na hela, sawa? Alafu uje hapa una mtoto. Mtoto tu, yani umvalishe nguo za ovyo ovyo mchafu tu. Lakini una pesa. Wewe mfukoni uwe na pesa, alafu akujue kwamba wewe una pesa. Mnafiki atamdaka yule mtoto haraka sana. Yani mimi napenda watoto. Nikionaga watoto hivi yani napenda kuwabeba. Yupo mtoto pale wa mtu asiye na hela, amevaa nguo pamba safi, habebwi. Akimwangalia hivi, anamwangalia huyu kweli amevaa vizuri, lakini mzazi wake ana nini? Hana kitu. Habebwi. Yule mnafiki atakuja kubeba mtoto wa mtu ambaye anajua angalau na yeye anaweza katiwa tabuku 2. Anaweza kapata kitu. Sasa nambeba huyu, nitapata nini? Aja bebe wa kwangu, atapata nini? Atatoka kavu. Lakini mtoto anaweza kanunuliwa hata juice naye akapitia mwakanywa. Si mtoto wa boss au mtoto wa tajiri au mtoto wa mtu na fulani. Tuko pamoja? Unanielewa? Mnafiki utamuona kwenye vitu kama hivyo. Utamuona kama hivyo. Sasa ngoja nikwambie. Ngoja nikuonyeshe sura ya unafiki. Kwamba unaweza kucheka naye au unaweza ukafikiri anakuchekea. Daima macho ya mnafiki unaweza ukayaona yako hivi. Meno 34 unaweza ukayaona yote, meno 34. Unajua anakuchekea. Lakini sasa ukitaka kujua, hebu mwambie atoe ile sura ya unafiki. Mnafiki hapa utaona anakuchekea. Lakini humu ndani ukimfungua, amekukasirikia, amekununia kupita kawaida. Ila hapa mdomoni, meno dada, kile cha kwako atakiona kizuri. Nywele zako nzuri, hata kama hujazichana, nywele zako nzuri. Nywele zako nzuri. Akitoa unafiki ndio unaiona sura yake halisi. Uso wako mzuri. Hakuna kitu kibaya atakisema kwako. Tuko pamoja? Yani hataki kukuta umepenga, ukasahau, ukaacha kamasi likakaa hapa. Anakuja tu anakwambia, yani wewe unapendeza.
na hako kadoo likoweka hapo na kenyewe kana kupendeza tu. Hawezi kukuambia kwamba bwana hebu samahani hapa umejicha. Mnafiki hawezi kukuambia. Hawezi kusema. Anakuacha ukome. Ili ukule wakienda tena watu wakuone kwamba wewe wako unaacha uchafu kwenye sikio. Mnafiki. Sasa hii ndio sura ambayo Yuda Iskarioti alikuwa nayo. Ni tabia za Yuda Iskarioti. Sasa baada ya kukaa na Yesu kwa miaka hiyo 3, Yesu akatabiri kusalitiwa. Soma pale kwenye Yohana sura ya 13 mstari wa 21 mpaka 27. Yohana sura ya 13 na mstari wa 21 mpaka 27. Sikiliza kwa makini maneno hayo. Naye alipokwisha kusema hayo, Yesu alifadhaika rohoni. Yesu akasema maneno alafu akafadhaika rohoni mwake. Akashuhudia akisema, amini amini nawaambieni, amini nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Mmoja wenu nyie 12 niliowachagua, mmoja wenu atanisaliti. Wanafunzi wakatazamana huku wakiona shaka ni nani amtajaye. Na palipo kuwapo mmoja wa wanafunzi wake ameegemea kifuani pa Yesu, ambaye Yesu alimpenda. Basi Simoni Petro akampungia mkono akamwambia, akamwashiria, uliza ni nani amtajaye? Ni nani ambaye anamtaja? Basi yeye hali akimwelekea Yesu kifua chake akamwambia, Bwana ni nani? Ni nani? Mstari wa 26. Basi Yesu akajibu lile swali, ndiye mtu yule nitakayemtoelea tonge na kumpa. Akatoelea tonge, akalitwaa akampa Yuda, mwana wa Simoni Iskarioti. 27. Na baada ya hilo tonge shetani alimuingia. Basi Yesu akamwambia, uyatendayo yatende upesi. Amen. Sikiliza. Ngoja nikirudie kifungu hiki kwa kifupi kwa maneno yangu. Yesu, ilikuwa imebaki siku moja ifike siku ya Pasaka. Sasa wakasema waandae sehemu ya kula Pasaka ile usiku ule. Wakakaa kweli kula Pasaka. Lakini Yesu wakati yuko pale akatabiri kwamba kuna mtu atamsaliti na atatoka ndani ya wale 12 ambao amewachagua yeye, amewaita yeye, amewapa huduma na wamekuwa wakihudumu kama vile ambavyo tumeona kwa Yuda Iskarioti. Sasa kwa sababu walikuwa wanakaa katika raundi hivi kubwa, kuna mtu ambaye alikuwa karibu sana na Yesu ambaye ni Yohana mpendwa. Lakini wengine walikuwa mbali kidogo. Sasa walikuwa wanakaa hivi. Sasa Yesu alikuwa amekaa hivi. No. Wao Wayahudi hata pamoja na Waarabu ukiwaona wana tabia ya kula kwenye mikeka au na Wayahudi walikuwa wanakula hivyo hivyo. Kwa hiyo unapokula, Yesu alikuwa amemwegemea, mwanafunzi mmoja alikuwa amemwegemea Yesu kifuani, ina maana alikuwa amekaa hivi. Yesu anakula hapa, si ndio? Na yeye yule mwanafunzi alikuwa anakula hapa kwa sababu alikuwa anampenda sana Yesu. Huyo mwanafunzi ni Yohana. Sasa wale ambao walikuwa wako mbali wakamuuliza, wakamwashiria Petro, akamwambia muulize ni nani anamsema atamsaliti. Na Yesu akamjibu yule Yohana kwamba yule nitakayemtolea tonge. Ina maana wale wengine waliokuwa kule hawakusikia lile jibu. Sio kama unanielewa, unaweza kainuka. Wale hawakusikia lile jibu kwamba yule nitakayemtolea tonge. Alisikia huyu Yohana ambaye walimwahishiria kwamba hebu muulize.
wangesikia kwamba ni Yuda ametoelewa tonge na ndio atamsaliti, alikuwa hatoki pale. Yaani alikuwa hatoki pale. Na sijui kwa nini Yohana na yeye baada ya kuambiwa kwamba ni yule nitakayemtolea tonge, hakuambia wale waliomwashiria. Angewarudishia majibu kwamba Yesu amesema ni yule atakayetolewa tonge, asingetoka Yuda pale. Kama unataka kujua, waulize wale askari waliokuja kumkamata Yesu, Petro aliwafanya nini? Mmoja tu dakika 2 sikio lilikuwa chini. Dakika 2, yani sikio limeshapigwa na upanga, liko chini. Wale walikuja kumkamata Yesu. Na Yesu akamwambia Petro, akamwambia hatuendi hivyo. Akaokota sikio la watu, Yesu akalirudisha pale lilipokatwa. Akalirudisha. Sijui unanielewa? Mimi wanajiuliza kwamba ningekuwa mimi askari wa Kirumi, ningekimbia nyumbani wala hata nisingerudi. Unamwona mtu sikio limedondoka chini pale, alafu mtu analichukua analirudisha, linakuwa kama lilivyokuwa mwanzo, alafu bado unamkamata mtu wa hivyo, bado unamkamata. Wale askari nao walikuwa na roho ngumu tu. Walikuwa na roho ngumu sana. Sasa tunaona kwamba Yuda Iskarioti akatoelewa kweli tonge na Yesu. Tonge ni ishara ya heshima. Kama mnakula, mimi nakumbuka nilipokuwa mdogo, hata bibi yangu alikuwa anaweza kutowelea tonge akanipa. Anakula yuko kule ananiambia, anatowelea tonge ananipa nakula. Yaani ni heshima fulani, au ni kitu cha baraka. Huyu akapewa tonge na Yesu, alafu akaingia shetani. Uliona wapi? Tonge ya Yesu ina shetani? Tonge ya Yesu inatoa wapi shetani? Kwa nini Yuda apewe tonge na Yesu alafu aingie shetani? Unapewa tonge la Yesu. Mimi nafikiri kwamba ukipewa tonge la Yesu, hata Yesu leo akisimama hapa leo anataka kutupa tonge, wote tunaweza tukaachama tupewe tonge, kwa sababu tutajua ni kitu cha baraka, kitaleta uponyaji, kitaleta afya, kitaleta uzima, kitaleta amani, kitaleta furaha, yani kitatuinua. Sasa inakuwaje Yesu akupe tonge alafu aingie shetani? Anakupa tonge anaingia shetani. Kuna watu wengi, ngoja nikwambie, sio Yuda tu, simcheke. Kuna watu wengi wameshapewa tonge na Yesu, lakini akaingia shetani. Tonge la Yesu leo inaweza ikawa ni mafanikio. Unapata mafanikio, anaingia shetani. Tonge leo inaweza ikawa ni kipawa. Ukapewa kipawa fulani, ama cha kuimba sauti kama malaika. Yaani ukianza kuimba hapa, yaani mpaka tunatetemeka na sisi. Anaingia shetani. Kuna wengine wamepewa tonge tu hata la uzuri wa sura ya uso. Lile na lenyewe ni tonge. Wakikuangalia hivi wanafikiri wamemuona malaika usoni kwako. Anaingia shetani. Kuna wengine wamepewa akili za darasani, akawa na akili sana darasani, tonge lile, anaingia shetani. Halo? Sijui unanielewa? Nataka unielewe. Wewe umepewa tonge gani na Yesu? Na baada ya hilo tonge imeingia nini? Baada ya ile tonge uliopewa na Yesu, kimeingia kitu gani? Imeingia tonge hiyo hiyo ya Yesu, au ameingia shetani? Ngoja nikuonyeshe, ingawaje tumeshaisema huku tamaa kwamba ndio mlango. Tamaa ndio mlango wa shetani. Sasa ngoja nikuonyeshe
tonge ile, yule shetani aliingiaje? Soma ile sura ya 13 mstari wa 2 pale. Sura ya 13 mstari wa 2. Soma, tusome. Yohana 13 sura ya 2 mstari wa 2. Hata wakati wa chakula cha jioni. Hata wakati wa chakula cha jioni hiyo siku hiyo. Naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote moyo wa kumsaliti. Kumbe shetani tayari alikuwa ameshakaa hapa. Sijui unanielewa? Kwenye koo la Yuda shetani alikuwa ameshakaa hapa kwa sababu ya tamaa yake, kwa sababu ya unafiki wake, akawa shetani amening'inia hapa. Kwa hiyo alivyopewa lile tonge lilienda kumruhusu shetani atekeleze kile ambacho amekikusudia. Ndio maana Yesu pale anamwambia lile unalotaka kulifanya sasa fanya upesi. Sijui unanielewa? Yesu akamwambia baada ya kuingiwa na shetani, Yesu akamwambia kile unachotaka kukifanya, kile ambacho umekipanga, sasa fanya upesi. Maana yake kwamba yule shetani sasa naye amesharuhusiwa akuingie kwa sababu tayari ameshakutia unajisi wa kumsaliti Yesu Kristo. Ukiwa na tamaa, ukiwa mnafiki, umemwandaa shetani hapa. Tonge lolote utakalopewa na Yesu litamsindikiza yule shetani atekeleze yale ambayo anataka kutekeleza. Kama ulikuwa mwimbaji kwa kipawa cha uimbaji, kwa sauti nzuri utakuwa unaimba mpaka tukupigie magoti. Kama mnataka niimbe, pigeni magoti ili niimbe. Na sisi kwa sababu tunapenda sauti yako nzuri, tunapiga magoti. Imba. Mnataka nifanyeje? Basi fanyeni hivi. Tutafata masharti yako. Tonge umepewa na Yesu, lakini aliyeisindikiza ile tonge ni shetani. Yani shetani ameingiza kwa kusindikizwa na tonge ya Yesu. Kwa hiyo Yesu daima huwa anatupa kitu kizuri. Unapewa kitu cha baraka, lakini inategemeana na wewe kwamba hapa ukoje. Kama utakuwa umeandaa tamaa, basi ujue kwamba kitu kitakachokuja ni cha kitamaa na kitakuwa kimeendeshwa na shetani ambaye yeye ndio atakuwa amesindikizwa na ile tonge. Halo? Kuna mtu hajanielewa? Kuna mtu hajanielewa? Au kuna mtu ananielewa? Sikiliza. Yuda Iskarioti tunaambiwa kwamba alivyo meza lile tonge alitoka nje. Yaani alivyo meza tu lile tonge la ikamwingia shetani, akamwacha Yesu, akatoka wapi? Nayo ilikuwa ni wakati gani? Nayo ilikuwa usiku. Yuda akatoka kwenye nuru akaenda gizani. Sikiliza. Akatoka Yuda kwa Yesu ambaye ndio nuru, akaenda gizani. Na watu wengi wametoka kwenye nuru, wako kwenye nuru, lakini wameiacha nuru wakapenda giza. Unajua kwa nini giza watu wanaipenda? Nani anaweza kaniambia kwa nini watu wanapenda giza? Watu wanapenda giza kwa sababu inawaficha. Wanataka kufanya vitu vibaya. Sasa giza inawaficha. Watu wanataka kufanya vitu vibaya lakini hawapendi kuonekana wanafanya vitu vibaya. Kwa hiyo ili wavifanye ni lazima giza iwepo giza. Nilipita mji mmoja. Nimepita mji mmoja, nikakaa kama siku 2, 3, 4. Lakini nikashangaa wakazi wa pale kwenye ule mji.
ikianza kufika kwenye saa moja, saa 12, inakaribia giza. Unaona akina mama ndio wanasugua visigino. Saa 12 jioni unasugua kisigino, akakione nani gizani? Kisigino saa 12 kuelekea saa 1 usiku ndio wanasugua visigino. Waende gizani akaone nani kisigino. Saa 2 usiku ndio wanang'ang'ania kwenye kioo bwana. Kwenye kioo bwana hatoki. Ikipiga wanje inagusa mpaka kwenye sikio la nuku. Uwanje inaonekanaje usiku? Lakini saa hizo ndio majambazi wanakoki bunduki zao, wanasafisha bunduki zao usiku. Ukiona mchana ujue tu wameotea. Kazi zao ni usiku. Vitu vyote vibaya vinafanyika usiku. Kwa nini? Kwa sababu watu wanataka kufanya vitu vibaya, lakini hawapendi vionekane na watu wengine. Ndio maana wanafanya usiku. Yuda akaenda kwenye giza hilo la usiku, akamwacha Yesu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anataka kufanya kitu kibaya, lakini hakupenda kionekane kile anachotaka kukifanya. Nataka tuangalie kitu gani tunaweza kujifunza kutoka kwa Yuda. Tumeona kwamba tamaa ni lango la shetani la kuingia. Na tukasema kwamba haijalishi uko mahali gani, haijalishi uko mnene kiasi gani, haijalishi una cheo gani, haijalishi ukoje, yani una status gani. Sawa? Ukishapata tamaa ni lazima shetani aingie. Haijalishi unaomba kiasi gani. Omba sana uwe karibu na Mungu. Yuda alikuwa anaomba sana na alikuwa karibu na Mungu. Lakini ilipoingia tamaa, shetani akaingia. Pale mbele ya Yesu. Na Yesu anaangalia hivi, shetani anaingia. Tena tonge ya Yesu ndio inamsindikiza kuingia tumboni. Kwa nini? Kwa sababu ya tamaa. Ndugu yangu, kama nilivyokuambia awali kwamba tamaa imepoteza watu wengi sana. Tamaa imepoteza watu wengi sana. Tamaa imeua ndugu zetu. Mimi nawajua ndugu ambao wamekufa kwa sababu ya tamaa. Tamaa imeua huduma za wachungaji mbalimbali. Tamaa imeua vipawa, karama kama hizi ambazo Mungu ametupa, zikafa kwa sababu ya tamaa. Tamaa imeleta dhuluma. Kuna watu wamedhulumiwa. Ukienda kwenye jamii humu kuna watoto wengine yatima, wengine wamedhulumiwa hata mali za urithi wao kwa sababu ya tamaa. Tuna watu wanaathirika athari mbalimbali. Watu wanaishi katika mateso kwa sababu ya tamaa. Tuna watoto wasio na baba kwa sababu mama zao, baba zao walifanya tamaa. Kwa nini mtoto asiwe na baba? Tamaa. Kuna magonjwa mabaya yapo leo. Ukitajiwa unatikisika moyo, unatikisika mwili. Yapo, lakini wengi wanayapata kwa tamaa. Hawajalishwa mdomoni hayo magonjwa. Ni tamaa yake inamsababisha ameingia kwenye magonjwa. Ni tamaa yake inamsababisha anafeli. Ni tamaa yake inamsababisha anaanguka. Ni tabia ya Yuda ambayo sisi wa Kristo, tena hasa ninazungumzia hapa New Hope, hatutakiwi kuwa nayo.
Amen. Haleluya. Amen. Hey, kama tukipata tamaa hatuta move. Ukiwa na mtu ana tamaa, ukatembea naye ana tamaa, hamtaenda. Kumbuka hata fisi ilimuua tamaa. Tamaa sio nzuri. Kama inaweza kuwa, wewe ulishawahi kuua fisi? Ulishawahi kuua fisi? Nani ameshawahi kuua fisi? Hakuna. Ulishawahi kuua? Hakuna. Tamaa imeua fisi. Sasa unaichezea. Inaua fisi tamaa. Chunga sana. Ukiwa na tamaa unaweza ukafanya mambo mabaya kama hayo ya kumuuza Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Tamaa ikamfanya Yuda amuuze Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Yaani tuseme ni kama shilingi 30. Ni bei ambayo walikuwa wananunuliwa watumwa. Yesu aliuzwa kwa bei ya watumwa. Mtu ambaye sio mtumwa katika Agano la Kale ulikuwa huwezi kumuuza kwa bei hiyo. Ambaye sio mtumwa ana bei kubwa. Sasa Yesu aliuzwa kwa bei ya chini kwa sababu ya tamaa ya Yuda Iskarioti. Halo? Sasa basi, katika kuconclude au kwa maana ya kumalizia, naomba nikupe hitimisho kwamba una jina zuri. Unaweza kuangalia, una jina zuri. Angalia usiishie pabaya kama Yuda. Una jina zuri, angalia usiishie pabaya kama Yuda. Umeitwa na Yesu Kristo. Kubali kubadilika. Usiwe kama shati yangu ile nyeusi, ukang'ang'ania weusi wakati uko kwenye taa za kijani, taa za rangi. Kubali kubadilika. Utoke jinsi ulivyokuwa, ufanane na Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umepokea cheo, umepokea heshima, una sauti nzuri, ama umepokea kipawa kama tonge, yani Yesu amekupa kama tonge. Angalia asiingie shetani. Haleluya. Angalia asifanye nini? Asiingie shetani kwenye cheo chako, asiingie shetani kwenye sura yako, asiingie shetani kwenye kipawa chako, asiingie shetani kwenye huduma yako, asiingie shetani kwenye utajiri wako, kwenye mafanikio yako, asiingie shetani mahali popote pale. Tuko pamoja? Kwa sababu lile ni tonge ambalo Yesu amekupa. Lazima liwe kwa ajili ya faida na wala sio kwa ajili ya hasara kwako.